Na mtazamaji wa Tulipo na Twendako, bado safari inaendelea. Mahojiano mimi na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi SAUTISO hapa katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kilichopo hapa Mwanza, Tanzania. Tunazidi kuiangazia yale ambayo alianza, anaendelea nayo, lakini pia tutagusia huko anapotarajia kuwa. Lakini kubwa kuliko tufahamu maisha mazima ya ndaki ya Mtakatifu Agustino ipoje na ipo katika mikono salama au la, lakini naamini kupitia Mheshimiwa Kasmili iko mikono salama. Hivyo mengi kwa mengi tutajua hapa wakati tunajuzana. Yeye ni mtu ambaye anaweka ubayana kila ambacho anakipigania kwa manufaa mazima ya jamii nzima ya Sauti. Mheshimiwa Rais, ni kitu gani ambacho kilikushawishi kuanzisha kampeni ya kukutana na mtu mmoja mmoja, hususan wale watu ambao ni wa mahitaji maalum? Asante. Nashukuru wa Tanzania na wana Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wanapaswa waendelee kujua kwamba watu wa mahitaji maalum kwanza ni watu ambao ni ndugu zetu, lakini pia sio tu ndugu zetu, ni watu ambao wanahitaji msaada wetu, na sio tu msaada, wanahitaji waone kabisa tunawajali na tunashirikiana nao katika namna tofauti ili na wao wafikie malengo yao ya kimaisha. Kwa hiyo nilianzisha kampeni ya kukutana nao mmoja mmoja, baadaye nikakaa nao kikao cha pili, lakini pia tunaelekea kufanya eventi huko miezi ya mbele, kama mwezi wa 4 hivi tutafanya eventi baada ya kuwa vikao vimekamilika. Lengo ni lile, kuwapa thamani wanafunzi wenzetu wote wenye mahitaji maalum na watu wote wenye mahitaji maalum katika jimbo letu la Nyamagana, lakini pia katika mkoa wetu wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Lakini kwa kuwa ni rais wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, nilianza hizi harakati nikiwa hapa chuoni. Kwa hiyo nilihusisha walioko hapa, lakini nalenga ulimwengu ujue kwamba hawa ni ndugu zetu na wanahitaji msaada wetu. Na mimi niendelee kusema tu kwamba kwa mtu yeyote ambaye ana nia thabiti na wanafunzi au watu wote wenye mahitaji maalum kuwasaidia, na mkaribisha. Ofisi yangu iko wazi, na ofisi nyingine za ofisi ya Wizara ya Elimu ya Afya ya SAUTISO ya mwaka huu iko wazi kwa ajili ya kupokea mchango, watu wenye ushauri, ili namna gani tuone namna gani tunaweza tukawasaidia hawa ndugu zetu wenye mahitaji maalum. Lengo ni kuwasaidia na wao wafikie ndoto zao. Mheshimiwa, asante kutokana na hayo majibu, lakini pia kuna kauli ambayo ilitolewa na Waziri Mkuu Mheshimiwa Francis Mayandika juu ya kuhusiana na tatizo la watu kuahirisha masomo au kusitisha masomo, lakini pia akagusia swala zima la direct cost, jinsi ambavyo ilivyoanza, ilivyopanda, mchanganyo ule au tuseme mchanganuo ule. Katika mchanganuo ule ni kipi ambacho ninyi kama serikali ya wanafunzi, pia mbali tuna Mheshimiwa Waziri Mkuu kutangaza, mlijaribu kuwafikia wanafunzi husika kuwaelekeza? Tuseme kama tutaanzia hapo kwenye kusitisha masomo itapendeza zaidi, ili tuelekee katika direct cost. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme ukweli kwamba kumekuwa na tatizo la wanafunzi wenzetu kusitisha masomo, na sababu zinakuwa ni sababu za kila mmoja. Kuna wengine wanazungumzia masuala ya fedha, wengine mtu anashindwa kufanya mitihani ya kawaida, anakuja anarundika supplementary. Zile supplementary akifanya anafeli, anarundika zile carry, kwa zile carry zinamtoa kwenye modi kabisa. Sasa hili tatizo, kwa mfano kwa sisi viongozi wa serikali ya wanafunzi, tuna vitu ambavyo tumejaribu kuvifanya ili kusaidia wa ndugu zetu. Kwa mfano kama leo jioni tunategemea tangazo kutoka Wizara ya Elimu litatoka, ambapo tunatarajia kama mambo yataenda kama ambavyo tunafikiria, tulipie ada wanafunzi, ama wale ambao hawana kabisa, au wale ambao wamelipiwa na bodi fedha kidogo, tuwalipie fedha. Utaandaliwa utaratibu, wataandika barua, watajadiliwa kwenye kamati ya Wizara ya Elimu, baadaye wataleta yale majina,
tutawalipia kulingana na namna tulivyojipanga kwenye bajeti yetu. Na niseme tu kiasi ambacho kipo kwa kweli tutakitumia kwa uaminifu mkubwa kuwasaidia ndugu zetu. Kwa hiyo kwa upande wa wale watu ambao walitaka kudrop kwa sababu ya masuala ya fedha, nafikiri kwa kufanya hivyo tunaweza tukawa tumewasaidia, ingawa ni wanafunzi wengi, lakini kwa namna fulani tunaweza tukawa tumewasaidia, na wengine wenye tatizo kama hilo tukaendelea kuona ni namna gani tunafanya ili waendelee na masomo yao. Ikibidi muda mwingine tunashirikisha hata wadau, mfano desk and chair, wanafunzi hapo wanawasaidia. Kwa hiyo sio kitu kibaya kwa upande wa swala la changamoto ya kifedha. Lakini kwa hawa wengine ambao umezungumzia swala la direct cost, niseme tu kwanza hakuna kitu ambacho kinaweza kaja from nowhere. Ni kikao halali ambacho kilikaa cha chuo na kwa malengo mazuri. Unajua tuko kwenye ulimwengu ambao bila gharama hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza kikaja. Hata ninyi mnapofanya interview hii ili ifanikiwe inapaswa iwe na kamera nzuri, muwe na mazingira mazuri ili muweze kufanya. Kwa hiyo direct cost imeongezeka kwa vigezo, na wakati inaongezeka vikao vyake tulishirikishwa, na ndio maana kama serikali ya wanafunzi ni kikao halali kabisa. Tulishiriki, tukaambiwa lile jambo, tukadebate mle, tukaargue. Mwisho wa siku upande wao wakatusikiliza, yaani upande wao tukawasikiliza, na sisi upande wetu wakatusikiliza, tukawa tumeafikiana sasa kwa ajili ya kuboresha mambo kadha wa kadha na kuweza kuweka mazingira sawa ya ujifunzaji na ufundishaji. Hichi kiasi kinapaswa kiongezeke. Kwa hiyo ni kikao halali, na baada ya kufanya vile tuliweza kusubiri notes ambayo itatoka ofisi kuu. Kabla ya notes tukaendelea kuwaelimisha watu wachache kupitia kwenye magrupu yetu, lakini pia wengine tuliingia darasani. Though hatukufanya haraka kwa sababu tulisubiri notes ambayo inatoka chuoni, ofisi husika, lakini baadaye nafikiri kwa namna ambavyo waziri mkuu akawa anatoa clarification ndivyo ilivyo, na lengo ni zuri tu kuweza kuhakikisha kwamba hii mchakato inaenda vizuri ya kujifunza. Sawa. Mtazamaji na msikilizaji wa Tulipo na Twendako, tumemsikiliza hapa Mheshimiwa Rais. Sehemu kubwa ni pale alipo, japo tumeshapata hata taarifa kule alikotoka, ila kubwa kuliko ni pale alipo. Tunasubiri shauku moja tu, kule aendako ni wapi? Basi kama ilivyo ada ya kipindi chetu Tulipo na Twendako, atatujuza sasa baada ya hapa kipi ambacho anakitarajia yeye kama Mheshimiwa Rais wa sasa, lakini kuna maisha baada ya chuo na kuna maisha baada ya kuwa rais wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Mheshimiwa, narudi kwako. Mimi sasa hapa na tuku yangu naifunga kama ilivyo. Tunarudi kule ambako tunaenda. Umeshazungumzia jinsi ambavyo ulianza mwanzo wako katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, ukaingia kwenye kinyang'anyiro cha rais, sasa umeshakuwa rais. Baada ya hapa, safari yako kubwa ambayo unaitazama mbele yako ni ipi? Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Niseme mimi kama rais wa serikali ya wanafunzi ambaye nimepata muda wa kuongoza serikali hii, ndio nizungumze wazi kwamba kwa experience niliyoipata ndio kwenye ngazi zangu za uongozi toka nikiwa mwalimu wa taaluma, ndio kitawala ngazi mbalimbali, level ya dini, ndio nikaja hapa nikawa general siara, nikawa mbunge, leo ni rais. Natarajia kuwa kiongozi mkubwa sana kwenye hii nchi. Mungu abariki. Natarajia kuwa kiongozi mkubwa kwenye hii nchi, kwa sababu mimi msingi wangu nipate eneo kubwa ndio na kusaidia watu wengi. Ndio. Leo nimepata fursa ya kuwasaidia na kuwaongoza zaidi ya wanafunzi 14,000. Ndio. Leo naamini nikienda nikawa mbunge, hiyo jamii ambayo umeiongoza hapa ni balozi wako. Ndio, nitaenda kuwaongoza vizuri. Na kwa kuwa sisi viongozi kwa kweli amani yetu ni pale ambapo unaondoka wanafunzi wanasema, au unaondoka eneo fulani uliokuwa unaongoza, watu wanasema kwamba
lakini kulikuwa kuna kiongozi fulani Ndio. alifanya vizuri kwenye hii 1 2 3 4. Kwa mimi lengo langu kwa kweli nataka niingie kwenye level za uongozi wa kitaifa. Lengo sasa nikaweze kusaidiana na viongozi wengine wa taifa hili wenye nia njema kuweza kusukuma ajenda zinazohusu watu katika maeneo mbalimbali. Tuweze kuwasaidia watu katika changamoto mbalimbali kama ambavyo nimekuwa nikiwasaidia wanafunzi nikiwa mwalimu wa taaluma, kama ambavyo nimewasaidia wanafunzi nikiwa jenerosiari chuo kikuu, sasa nilipowasaidia wanafunzi nikiwa mbunge, na ninapoendelea kuwasaidia wanafunzi nikiwa rais. Sasa natamani na imekuwa ni sala zangu na maombi yangu kwamba nikimaliza hapa kwa experience niliyoipata hapa, nirudi sasa ngazi ya wananchi huko, nikaone ni namna gani naweza nikapata platform ya kuwafanyia kazi. Sasa hili ndugu mtangazaji, vingine viko chini ya kapeti, tunaendelea kuviandaa ili tuone tunaingiaje huko sasa. Kumbuka kule kuna bunge, kuna ukuu wa wilaya, kuna nafasi za uteuzi, kuna nyadhifa za kugombea. Kwa hiyo kuna nyingine ziko kwenye majimbo, nyingine ziko kwenye hizi associations mbalimbali za kijamii. Kote huko ni platform ya kuwafanyia kazi wanafunzi wenzetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba taratibu zitakapokamilika, kameramani, samahani, ningependa ungechukua ile video pale, ungepita hapo uchukue ile video pale nje tuone kile ambacho Mheshimiwa Rais alikuwa anakizungumza juu ya ujenzi wa hii barabara ambayo inatoka geti kubwa kuja mpaka ofisi kuu ambazo zipo, ama amesema administration office. Hivyo ndivyo ambavyo kazi inaendelea ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kama unavyoona hapo. Shukrani sana kameramani, asante sana. Na Mheshimiwa, natumai pia hiyo ni moja kati ya shuhuda ambayo inaonekana kwamba ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Kama nilivyozungumza hapo ambapo unatarajia kwenda, lakini ndio tumefika tamati. Ni neno gani ambalo nawazungumzia vijana wa jamii ya Sauti? Maana kwa asilimia kubwa, ama tunaweza kusema kwamba kwa asilimia 100 walioko chini yako na uongoza ni vijana ambao hatusemi ni taifa lijalo, hatusemi ni taifa la kesho, ni taifa la sasa. Ni neno gani ambalo unaweza kawapa kama vijana ambalo ndio tunaweza tukaliishi, wanaweza kaliishi sisi kama vijana kwa umoja wetu? Asante sana ndugu mtangazaji. Ukiangalia historia yangu kama ambavyo umesema nilikotoka mpaka ninakoelekea, ndio kitu cha msingi ambacho unawaambia wana Sauti na jamii nzima yote ya taifa letu la Tanzania kwamba maisha ni mapambano. Mapambano hayaji kwa bahati mbaya, mapambano ambayo yanatokana na malengo. Vijana wote wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino na vijana wote wa nje ya chuo kikuu lazima kama vijana tuwe na malengo. We have to focus kwamba leo mimi nina lengo gani? Leo ninyi ni watangazaji, mnalenga kutangaza ngazi ipi? Mtangaze TBC au mwende DW, kwa ni malengo. Baada ya kufahamu yale malengo, kinachofuata sasa ni mapambano kufikia yale malengo. Kwa hiyo wanafunzi wote wa Sauti, nitumie nafasi hii kuwatia moyo kwamba malengo yao waliojiwekea, ndoto zao walizojiwekea, ni muhimu wamtangulize Mungu, waweke jitihada, waendelee kubehave vizuri kama ambavyo chuo chetu kimeendelea kutufundisha maadili mema. Lakini pia kama nilivyowaambia mwanzoni, chuo chetu kina somo linaitwa critical thinking, fikra tunduizi, kwamba wanafunzi wote na vijana wote wa taifa letu wawe wanathink critically kwenye mambo mbalimbali wanayoyafanya, kwamba leo kabla ya kufanya kitu fulani nafikiria kwa kina, hivi hiki nikifanya kwa namna gani, nishirikishe na kina nani, niweke nguvu gani, nipitie njia ipi, unaweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba waendelee kuwa na malengo yao, wamtangulize Mungu, waendelee kufanya jitihada maeneo mbalimbali,
wawe na nidhamu katika kutimiza malengo yao, washirikishe watu sahihi, malengo yao yatakamilika. Naam, nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Tulipo na Twendako. Huyu ni Mheshimiwa Rais Kasmir wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kwa serikali ya wanafunzi. Amezungumza kule alipotoka, alipo na kule ambako anatamani kuwa. Na kubwa kuliko amemaliza na kumshauri kijana. Mimi na wewe. Nyuma ya kamera nilikuwa naye Ushindi Watson Kadege, lakini mimi mwongozaji wako hapa ni Uswege Mwaka. Nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa muda wako, na Mungu akubariki na wewe majukumu mema pia. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru.